maelekezo ya mwajiri amenituma, ananiambia kawasisitize hao watumishi walioko mahali huko waendelee, pamoja na kuwa na ikao, wazingatie nidhamu ya mahali pa kazi. Nidhamu ya mahali pa kazi inaendana na kuzingatia kanuni, taratibu, sheria, miongozo na maelekezo ya serikali. Kwa katika uzingativu huo, hatutegemei kusikia jambo lolote baya la uvunjifu wa maadili litakalotokana na kikao chetu cha leo, kwamba kuna kikao tusikie kuna mtumishi mmoja hapa amelewa kupindukia, tutakuchukulia hatua za kinidhamu, kwamba tuendelee kuzingatia uvaaji mzuri mahali pa kazi. Bahati nzuri ameongea hapa mwenyekiti, atanikaribisha, amezungumza kwamba hata mtumishi ama mgeni rasmi alikuja, muonekano wake, sijisifii, muonekano wake unaonesha kabisa Kilosa tuko vizuri. Niwaalike watumishi wenzangu kwamba ofisi yetu sisi, ofisi ya mwajiri kupitia ofisi ya utumishi na utawala, ni ofisi ambazo ziko wazi muda wote, masaa yote, siku zote. Tunafikika. Inawezekana tu sura zetu zikawa sio nzuri sana kwa muonekano, zinatisha, ukatogopa kwa nje, lakini mioyo yetu sisi ni mieupe kweli. Tuna mioyo mieupe ambao tunaongea na kila mtu, tunasema na kila mtu, japo tuna huruka za kibinadamu kwamba kuna majira nisio tunakasirika, lakini ni mara moja sana tunakasirishwa, lakini muda mwingi tunapenda kupokea. Kwa hiyo nyinyi mtakaochaguliwa kama viongozi, wale mtakaoendelea na ninyi ambao ni wapya, mnachaguliwa kwa ajili ya kusimamia maslahi ya wanachama wenu. Kwa kama mnasimamia, sisi ndio kuwasaidia kufikia malengo ya chama chenu. Njooni ofisini, njooni tuzungumze juu ya mambo yenu, tuzungumze juu ya mambo ya wanachama wenu, tuzungumze namna ya kukipanua zaidi chama chenu, tuzungumze namna nzuri ya kujenga mazingira mazuri ya watumishi kwa baadaye. Tunahitaji twende tukawajibike. La pili, tunahitaji tukaonyeshe nidhamu ya kazi, ni pamoja na kusimamia nidhamu hiyo kwenye kazi kubwa ya utumishi wa umma. Ya tatu, tulipokuwa tunaanza kampeni hizi, kuna wakati tulikosana hata kwa mawazo, kuna wakati tulitukana hata kwa WhatsApp, lakini baada ya kuwa tumechagua viongozi, tunahitaji kwenda tukavunje makundi, tuanze mwanzo mpya na safari mpya. Wajumbe wa mkutano huu, kwa kunipatia kura na kuniamini niweze kuwa mwenyekiti wa taaluma katika halmashauri hii, kama ambavyo nilivyotangulia kusema katika yale ambayo nilikuwa nikijinadi ili mnipatie kura, basi sasa tunaenda kuyafanyia kazi. Wanachama wetu wanalalamika sana. Kwa wale ambao mpo kwenye magrupu, mnaona jinsi ambavyo wanalalamika, na ukifuatilia utagundua kwamba wengi wanalalamika kwa sababu hawajapata taarifa za kutosha, na wengi pia wanalalamika kwa sababu huenda hawajui vizuri. Kwa tunao wajibu wa kwenda kuhakikisha kwamba wanachama wetu wanakifahamu vizuri chama cha wafanyakazi, wanafahamu umuhimu wa vyama vya wafanyakazi, wanafahamu umuhimu wa uwepo wa chama cha taaluma